Mtu anayeelewa neno ya kuandamana, anayesema kwamba nataka niandamane, akisoma hii Biblia akisoma hii Kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka kafika mstari wa 19, lazima aelewe nini maana ya maandamano au nini maana ya haki. Lazima uelewe tu kwamba hakuna mtawala yoyote ambaye anaweza kaachia hata upigane namna gani. Mnapofanya maandamano wanaokwenda kufa na kuharibika, huwa ni mwanadamu wa kawaida. Hata vita yoyote ile, unapoona vita vimetokea nchi yoyote ile, wanaopata shida ni watu wa hali ya chini. Kwanza ukiangalia maisha yao wanaoyatafuta, vipato vyao wanavyovitafuta, unakuta kwa siku anapata shilingi 500. Hivi unaweza ukajua aliyeko kwenye nchi, mtawala aliyeko kwenye nchi anajua kama kuna shida yao watu wa siku watapata 500, anaenda nyumbani analala njaa, maana 500 hawezi kuigawa kwa watoto alionao 10, 6, 7. Kwa hiyo ile huwa ni vurugu ambayo shetani anaitengeneza kuendea watu kwa ajili ya kuharibu watu. Wewe mcha Mungu unayeelewa hii Kutoka ya kwamba Mungu kwa ajili ya kuwavusha watu wake alijua kabisa kwamba hamutakubalika, kwamba mtatoka kwa hivi. Mungu ndiye aliyehusika, kafanya kazi. Alihusika kuweka vitisho kwa yule mtawala mpaka akamvua nguo. Sio mwanadamu alienda akachukua silaha na kuvusha na kuangamiza taasisi na miundombinu ya nchi kwamba ndio mtawala anaweza kukubali. Watu wanatakiwa wapone akili ili dunia ipone. Matarajio ya mtawala, tunaona Biblia inavyofanya. Walikufa watawala waliokuwa kimtafuta Yesu wamuue. Mtawala yule Herode aliyokuwa akitawala alikufa, maana Mungu aliingilia kati. Maombi ya watu wanapokuwa kilia na kuomba ndiyo yanayoweza kumtoa mtawala na katoka katika kile kiti. Toka dunia inaanza. Unajua wengi hawajui kusoma neno la Mungu, wanaisoma neno kwa kulipapasa tu.